Mashabiki ambao mmekuwa mkisubiria kwa hamu kubwa zaidi, na taarifa ambayo nimewapatia jana kwamba mwendelezo wa tamthilia ya Choice iko mbioni na toka zimebakia siku mbili tu, yani ni siku ya leo na kesho, siku ya tarehe 6 inakuja tamthilia hii ikiwa na ubora wa aina yake. Nataka nikwambie kwamba katika vitu ambavyo vimepewa kipaumbele zaidi katika tamthilia hii ya Choice ni tofauti na vile ambavyo ulivyokaa umeweza kuitafakari na kuweza kuitazama ile ambayo iliyokuwa imepita sehemu ya 70 wakati ukisubiria sehemu ya 71 ya tamthilia pendwa kabisa hii ambayo inaitwa Choice. Uko wapi unaisikiliza sauti yangu? Basi nikwambie kwamba kaa tayari hapo uliko kuweza kupata taarifa hii, ni kitu gani ambacho kimeweza kuongezwa. Lakini ni kuombe kitu kimoja cha msingi sana. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, sio libonyeza, alafu utakuwa ukipata taarifa zetu kila wakati. Basi tuendelee katika kile ambacho nimekuambia tangu mwanzo introduction kwamba kuna vitu ambavyo vimepewa kipaumbele zaidi katika episode ya 71 ya mwendelezo wa tamthilia ya Choice. Nikwambie kwamba wasanii kadhaa wameongezwa ndani ya tamthilia hii, na huyu jamaa ambaye unayemcheki hapa kwa hiyo kuonekana katika tamthilia ya Choice kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 70, lakini sehemu ya 71 ameonekana kuwepo na anaonesha kuwa ni msanii mzuri na uwezo ambao yuko nao utatia hamasa zaidi na jinsi ambavyo amekuwa na muonekano wa kisanii. Basi kwa kiasi kikubwa unaweza kuenjoy katika mwendelezo wa sehemu ya 71, ikiwa kabisa ni kitu ambacho kimeandaliwa kwa muda mrefu, ni zaidi ya mwezi mmoja ama kama haijafika miezi miwili, wakati King Noel akiendelea kuisubiria au kuisuka tamthilia hii pendwa kabisa kukufikia wewe kokote kule ambako uliko. Naona bwana. Kwa hiyo huyu ni msanii ambaye atakayekwenda kufanya mapinduzi makubwa zaidi katika mwendelezo wa sehemu ya 71. Umejiandaaje kuweza kumpokea, au unadhani kwamba atakuwaje katika muonekano jinsi unavyomuona na jinsi ambavyo atakavyoenda kuigiza tamthilia hii hapa? Na sehemu ya 71 bwana ataonekana katika nguvu kubwa zaidi, na taizi tu ilionyesha kwamba na yeye pia alikuwa yuko katika mahusiano ambayo kwa kiasi kikubwa ni kama vile kuna mistake ambazo zimeweza kutokea katika muunganiko wa mahusiano ambayo alikuwa yuko nao yeye huyu jamaa pamoja na binti ambaye ameweza kufanyaje, ameweza kuigiza naye. Lakini pia ingizo la pili ya tamthilia yetu hii mpya ambayo inakwenda katika mwendelezo wa upya, lakini ni ile ambayo ilishawahi kuanza tangu zamani Choice, lakini hapa tunapata mwendelezo kwa sababu ni muda mrefu sana hatujaweza kuipata sehemu ya 71, kwa unaweza kusema ni mpya au vipi? Unaona huyu binti ambaye unayemcheki hapa au mwanadada ambaye unayemcheki hapa, kivyovyote ambavyo utakavyomuona, kama ukimwita mshangazi fresh tu, huyu ambaye unayemuona hapo naye pia atakuwepo katika mwendelezo wa sehemu ya 71. Hili ni ingizo jipya kabisa ambalo King Noel ameamua kuliweka kwa ajili ya kuweza kuboresha, kwa sababu ni muda mrefu sana. Kwa hiyo anapokuwa hajaiachia kwa muda mrefu alafu anakuja na mionekano ile ambayo imezoeleka wakati wote, inakuwa kidogo anakuwa hajawatendea haki mashabiki ambao wanaofuatilia tamthilia hii hapa ya Choice. Katika ukubwa ambao tunauona na katika uwezo ambao tunauona huyu binti ambaye atashiriki katika tamthilia hii hapa, nenda katazame tangazo ambalo limewekwa pale kwenye channel account ya King Noel. Unaweza kuona kile ambacho amekifanya. Ni ana uigizaji fulani hivi wa kipekee na usiriasi wake, pia sauti yake kwa kweli ni sauti nzuri ambayo ukiweza kuisikiliza na muonekano wake jinsi ambavyo anavyonyumburisha mwili wake, unaweza kugundua kumbe hiki ambacho nimekuambia unaweza kukipitia na ukaweza kufurahia zaidi na zaidi. Tasnia ya uigizaji nchini Tanzania imezidi kuwa na mvuto zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu tamthilia hii bwana ya Choice sio kama wa Tanzania pekee ndio wanaitazama na kuifuatilia, bali mataifa mengi sana ambayo yako East Africa na Kati, unaona bwana, wanaweza kuifuatilia tamthilia hii hapa. Na yule jamaa ambaye nilikwambia mwanzoni na ni ingizo jipya ambaye anaweza kaa ni mwigizaji mzuri na anaweza kuichangamsha tamthilia hii hapa ya Choice, kama jinsi unavyomuona hapa. Huyo binti ingizo jipya na huyu jamaa wanaonesha kuwa hapo kitandani, unaona bwana, romance inaendelea, mahaba mazito. Na ukimtazama mshikaji huyu hapo unaweza kuona kabisa kwamba uwezo wake mzuri sana katika kuigiza scene za mapenzi, atakuwa yuko vizuri zaidi, yani scene za mahusiano yuko poa sana, unaona bwana. Kwa hiyo ujiandae kupata vitu vibora, vitu vizuri ambavyo vitakavyoendelea katika episode ya 71.
maana matangazo yalianza muda mrefu sana, wakati ambao tunakuwa tunawatangazia kwamba tamthilia hii itakuja hivi karibuni, itakuja na ubunifu wa aina yake. Sasa hatimaye zimebakia siku 2 tu, jiandae kuweza kufanyaje, kuweza kupokea tamthilia hii hapa nzuri sana, Choice M71. Unaona bwana. Kwa hiyo maoni yako ni kitu cha msingi sana. Unaweza ukaandika maoni yako juu ya ujio mpya wa tamthilia hii hapa. Unaona bwana. Na mwendelezo huu ambao tunauona utakuwa ni mwendelezo bora sana na katika viwango vikubwa, viwango vizuri vya kupendeza. Unaona bwana. Kwa hiyo tumekusogezea hii taarifa, na wewe pia wewe ni mmoja kati ya watu ambao mtakaokuwa hamwadisiwi, mnapata taarifa tu ambazo zilizokawa na usahihi na kwa uhakika zaidi. Hii ni taarifa kwako njema sana kama ni mpenzi, mshabiki na mfuatiliaji wa tamthilia ya Choice. Kwa hiyo ujiandae katika mwendelezo wa tamthilia hiyo. Kuhusiana na hiki ama haya ambao umeyasikia, na wewe pia utakuwa na chembe za kuweza kutoa maoni yako juu ya hiki ambacho umekisikia. Maoni yako yatakuwa ni yapi? Kwa sababu maoni ya zamani ilikuwa ni kulalamika kwamba amtoi. Sasa hivi maoni yako yatakuwa ni maoni gani? Unaanza ukaandika maoni yako kupitia chini hapo, kuna kijisehemu hivi kimeachia comment. Andika comment yako, alafu tutaipitia au ataipitia King Noel akipita katika ukurasa huu hapa, na ataweza kupokea kile ambacho wewe umeweza kutoa maoni yako, kama ushauri, mapendekezo au kile ambacho kiko moyoni mwako, kama ni nini au vipi bana. Basi mimi nikushukuru sana kwa your time, nipatia vile kabisa, alafu bila kinyonge wala nini. Mimi nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Tutakutana tena wakati mwingine. Bye bye.